Salama kabisa, na shukuru sana. Mambo kama unavyoona, mambo mazuri baada ya zoezi ambalo limetufanya tumenyoosha viungo vyetu. Na kama unavyouliza kwamba nimelionaje bonanza hili la miaka mitano la Kawe Warriors. Kwa kweli, kwanza vijana wa Kawe wamefanya jambo zuri na ni jambo la kuigwa, kwa sababu tunafahamu mazoezi ni afya, lakini pia ukiona vijana wamejikusanya na kuangalia na kutafakari na kuona namna gani kwanza wanaweza kulinda afya zao, lakini namna gani wanaweza wakajikwamua kiuchumi, ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nimeona Kawe Warriors wao wamekuja kivyao, na ni kikundi cha vijana pamoja na veterans ambao wako kama 60 na wameshadumu kwa miaka zaidi ya 5, na kama ulivyosikia mafanikio yao, wamekuwa wakishiriki kwenye matamasha mbalimbali, mabonanza mbalimbali, ikiwemo Kill Marathon ambayo imekuwa ikifanyika mkoa wa Kilimanjaro, na miaka yote 5 wamekuwa wakishiriki. Kwa hiyo unaona ni vijana ambao kweli wamedhamiria kufanya mazoezi na kulinda afya zao, kutokana na kulinda afya zao wasiweze kupata wale magonjwa ambayo hayaambukizi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana, lakini umeona wameweza hata kununua ardhi, lakini umeona wameweza hata kutengeneza mradi wa ufugaji wa kuku. Hivi ndio vitu ambavyo serikali hii ya awamu ya 6 inatamani kuona. Kwa hiyo sisi kama viongozi au mimi naomba vilabu vingine viige pia kwa Kawe Warriors, na niwapongeze, na nimewaambia tutaendelea kuwasapoti. Tuna mikopo yetu ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu, na manispaa yetu ya Kinondoni ni miongoni mwa manispaa kubwa ambazo tunatoa fedha kwenye budget peke yake, ambao huu mwaka tunaomaliza mwaka wa fedha wa serikali tuna zaidi ya bilioni 7 zipo katika halmashauri yetu, zimetengwa kwa ajili ya vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu. Ni sehemu ya vijana, sehemu ya jogging kama hizi, kutumia fursa kwenda kuomba na kufuata utaratibu ili waweze kupata mitaji na kujiendesha maisha yao na kuendesha miradi yao kama wanavyopanga. Hiki ambacho umegawe moja, wengine wanasema kwamba kuanzisha katika klabu ya jogging wanaona kwamba ni sehemu ambayo pengine si sehemu nzuri, lakini wewe tumekuwa na kiongozi, umekuja leo hii umekata upepo na umefurahia hiki ambacho umekifanya Kawe. Mimi niwaambie vijana wengi wanaosema jogging sio nzuri, labda wale ambao wanaozitumia jogging vibaya, lakini niwaombe waige mfano wa Kawe Warriors. Lakini tumeona vilabu vingine, tumeona vilabu kutoka Riverside, tumeona kutoka Mtogole, tumeona vilabu kutoka maeneo mbalimbali, viunga vya mkoa wa Dar es Salaam wameshiriki, na ukiangalia hapa lengo lao ni mazoezi, wamemaliza mazoezi, wanafurahi, na hii ni weekend. Kwa hiyo ni vizuri vijana kuachilia mbali mazoezi, wajiongeze, waende nje ya boksi kama walivyofanya Kawe Warriors, waingie sasa na kwenye masuala ya kiuchumi. Hii itawasaidia sana vijana waepukane na mambo mbalimbali ambayo hayatakiwi katika jamii. Unajua, kufanya mazoezi inawaepusha vijana wasiingie kwenye usherati, inawaepusha vijana wasiingie kwenye wizi, unawaepusha vijana kuepuka tamaa zao za mwili. Kwa hiyo unapofanya mazoezi, kwanza unakuwa fiti, unaondoka na vishawishi vya mwili, lakini pia ukikutana na watu kama hivi ndivyo mnavyopata mawazo ya kujiendeleza kiuchumi na mambo mengine ya kimaendeleo katika hapa. Kuna watu wanapata wachumba kupitia jogging, kuna watu wanaoa kupitia jogging kwa sababu wamekutana tu kwenye jogging. Kwa hiyo mimi sisemi jogging sio jambo baya, ni jambo zuri la kuigwa, lakini wafuate utaratibu na bila kuvunja sheria za nchi yetu. Tunakushukuru sana mheshimiwa. Asante sana, hongereni sana.